ujumbe unazungumzia doing the works of God. Doing the works of God. Najua Mungu atakuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tufungue pamoja in the book of Luke chapter 9. Nasoma mistari michache Luka sura ni ya 9. Mstari wa kwanza tusome hadi mstari wa 5. No, we not should be John chapter 9. John chapter 9. Samahani. Chapter 9. Chapter 9. Yohana sura ni ya 9 kutoka pale mstari wa kwanza. Biblia inasema verse 1-5 inasema Yesu alipokuwa akipita akamwona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi? Ni huyu mtu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akawajibu, huyu mtu wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Alizaliwa kipofu ili kazi za Mungu zidhihirishwe katika maisha yake. Mstari wa 4. Yanipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenituma wakati bado ni mchana, kwa kuwa usiku waja ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Wakati niko ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuzungumzia juu ya jambo tunasema juu ya kazi. Na Yesu akazungumza juu ya kazi ambayo tunafaa kufanya katika ufalme wa Mungu. Na ninajua ninapozungumza vile kila mmoja wetu anajua hali ya kufanya kazi. Mungu alitupa muda mwingi wa kufanya kazi. Juma nzima umekuwa ukifanya kazi ukienda juu chini. Unafanya kazi ambayo inakuletea riziki kila siku. Hata na asubuhi ya leo ndio ufike hapa, kuna kazi umezifanya. Kule nyumbani kuna kazi umefanya. Na ukajiandaa kufika hapa, ni kazi ulikuwa unafanya. Unafanya na mwili wako na nguvu yako, unafanya ile kazi. Na mwanadamu anafahamu juu ya kazi sana, kwa sababu wengi wetu ni watu wanajua juu ya kazi. Lakini asubuhi ya leo Yesu anazungumzia aina ya kazi ambayo Mungu ametuita kufanya. Kuna huyu mtu ambaye alizaliwa akiwa kipofu. Na wanafunzi wa Yesu wakamwendea Yesu wakamwambia, ni nani aliyetenda dhambi? Ni wazazi hawa? Ni huyu mtu aliyetenda dhambi ndio akaweze kuzaliwa akiwa kipofu? Yesu jibu lake ilikuwa kwamba si wazazi. Na akasema pia sio huyu mtu alitenda dhambi. Alizaliwa kipofu ili kazi za Mungu ziweze kudhihirishwa katika maisha yake. Na Yesu akaendelea akasema ya kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na wakati wa mchana ataendelea kufanya kazi kama bado huko mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kazi ambayo Yesu alifanya, ukiendelea na hiyo sitaweza kusoma kwa sababu tunataka kujifunza Biblia tupate jambo katika lile jambo. Yesu alifanya, kuna kazi alifanya pale. Na ile kazi alifanya, alitengeneza tope, akapaka ule mtu, akamwambia enda ukaoge kule Siloamu. Na ule mtu wakati alitapakwa tope katika macho, akaenda akaoga, akarudi akiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliporudi akiona, watu wakaanza kuulizana, ni nani? Ni yeye ama ni mwingine? Anafanana na yeye, si yeye, ni kama anafanana na yeye. Lakini yeye akawaambia kweli ni yeye, na wakajua ni yeye. Ikawa sasa ni mjadala mkali wa kuulizana, mbona Mungu alipata kuona namna gani? Watu ni kama hawafurahii wakati mtu amepata mazuri. Unajua kukosa kuona maisha yako yote ni jambo baya zaidi, hauoni. Unatembea
mpaka hata wengi unaona kule jiani wanashikwa mkono wanaelekezwa. Lakini sasa yule mtu ameanza kuona tena. Tunaona ile shida ilitokea wakati ule. Mafarisayo wakainuka akisema huyu jamaa mpaka ule mtu alikuponya ni mwenye dhambi. Lakini aliyeponywa kama ujasiri akasema kwamba mimi sijali awe ni mwenye dhambi. Mimi najua ya kwamba nilikuwa kipofu na sasa mimi naweza kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaendelea kumuulizia na yeye akasia akawaambia, nimeshawaeleza ni kama hamtaki kusikia. Na kama hamtaki kusikia, kwani hata nyinyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Kama hata mwanamsugua budi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafarisayo wakaenda hata wakasema kwamba mpaka awe mwenye dhambi yule aliyekuponya kwa sababu alikuponya siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na hawa, kulingana na Mafarisayo, mtu hafai kuponywa siku ya Jumapili. Ni kazi imefanyika ya kuponywa. Ni kama alikuwa amefungwa muda yote, hawezi kuona, lakini sasa imekuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tu pale katika ile kazi. Nataka ujiulize, kufanyia Mungu kazi ni kumfanyia nini? Tuko hapa na tumeitwa kufanyia Mungu kazi. Na ile kazi wewe na wewe mimi tumeitwa kufanyia Mungu, nataka ujiulize ni gani Mungu ile kazi amekuita ufanye. Kwa maana siku ya leo nilikuja hapa nikawa nikitazama. Hapa kuna watu wametia bidii sana ndio hata tuwe jinsi kulivyo asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengi wameinuka wamekuwa wakiomba. Jana usiku nikasikia watu wakiniambia, kuna ndugu akanipigia akaniambia kuna wanatoka hapa saa hizi. Saa hiyo wanatoka hapa ni karibu saa 9:30 ndio. Kuna watu wanajitoa wanafanya ile kazi. Na ndio Mungu anataka tujue ni kazi gani hiyo Mungu ametuita kufanya. Hebu tufungue katika John 6:29. Fungua pamoja nami John 6:29 kwa maana hapo ndipo Yesu alizungumzia juu ya kazi. John 6:29. Inasema 29 inasema Yesu akawajibu, kazi ya Mungu ndio hili, muaminie yeye aliyetumwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu umesikia ni gani? Kazi ya Mungu ni kuamini Yesu, ni kuamini Mungu na ule Mungu ambaye alituma. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametuita kuifanya. Believing in God and the one he sent. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ulimwenguni tunapitia mambo mengi sana, mambo ambayo ni maovu. Wacha ile upofu, kuna upofu, kuna magonjwa watu wanapitia, kuna miujiza aina nyingi watu wanahitaji. Na hii inatokana na wakati kumetokea mtu mmoja na huyu mtu ameamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ya kupokea kutoka kwa Mungu iko rahisi vile tu. Si kufanya kazi nyingi, wafanya wiki mzima, ni kumwamini Mungu na aliyetumwa na Mungu ambaye ni Yesu. Yesu aliweza kutumwa ili wewe nami tuweze kufanywa ile kazi inayostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa watu ambao ni watumwa wa dhambi. Watu waliozaliwa kipofu, tulizaliwa vipofu. Wakati nilimwamini aliyetumwa na Mungu, maisha yangu ikabadilika. Nilikuwa mtu tu wa kidini. Mtu anafuata mambo ya dini, mambo ya mtu unafuata. Mambo ya kanisa, mambo ya kimila tulikuwa tunafuata hapo bedeni. Lakini hiyo haikunifungua. Hiyo haikunitoa katika utumwa. Bado nilikaa katika utumwa mpaka wakati nimwamini kwamba kuna Mungu na kuna yule ambaye alimtuma. Na nilipoamini ndani ya moyo wangu na nikakiri, maisha yangu ikabadilika. Haiko jinsi ilivyokuwa, siishi maisha ya kushindwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale tulikuwa tunatembea nao tunalewa, tunakunywa pombe na hawa tunaenda maisha ile tunaenda, niliwaacha huko na bado wanaendelea. Lakini mimi siku ya leo kwa sababu niliamini ndani ya moyo wangu na nikakiri na mdomo wangu, nikapokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu ni kuamini aliyetumwa na Mungu kwa sababu ya hitaji ile uko nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Miujiza ya Mungu haikusukuma kutoka mahali pale. Nimeendelea kupokea moja baada ile nyingine.
Na yote njia yake si njia nyingine. Hautapata baraka za Mungu kwa njia nyingine, ni kuamini Mungu na aliyetumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuamini Mungu ni kuamini jinsi alivyo. Yeye ni nani? Mungu ni nani? Kuamini Mungu. Leo umekuja kwa sababu unamwamini Mungu. Unaamini yeye ndiye alikuumba akakuleta hapa duniani. Hiyo ni unaamini ya kwamba you have a father in heaven. Wacha baba hapa ulimwenguni, there is a father in heaven. The father of your spirit is in heaven. Baba wa roho yako ambayo inafanya uishi na kuitwa mwanadamu siku ya leo. Ni kwa sababu umemwamini yule Mungu. Na si kumwamini peke yake. Si kumwamini peke yake. Umwamini Mungu na uamini jinsi alivyo. Alikuumba na sura na mfano wake, na Mungu angependa pia uendelee kuwa na sura na mfano wa Mungu. Kwa maana unapotazama vitendo vya wanadamu duniani, wengi hawafanani na Mungu. Hawafanyi vitendo ambazo they are the image of God. Unapata we are not doing things that are according to the image of God. Tunakosa likeness ya Mungu kwa sababu tulizaliwa katika asili ya dhambi. Mwanadamu wa kwanza tu ndiye alizaliwa in the image of God, in the likeness of God. Lakini wengine wote tumeumbwa katika mfano wa mwanadamu. The sinful nature. Hiyo ilikuja kubadilishwa na Yesu wakati tulisikia kuzaliwa mara nyingine, kumwamini, be born again in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, mambo yote hii tunashindania hapa duniani, yeye ndiye alitengeza hii yote. Hii yote hata mwanadamu alisema na tumuumbe mtu. Hii yote tunakimbizania duniani, Mungu aliumba hiyo yote. Lakini yeye akabaki hawezi kujiweka mahali moja na mwanadamu. Yeye ako juu ya mwanadamu. Mambo anayofanya yeye sio kama hiyo kazi unafanya. Wewe ndiye alikuumba ufanye kazi hapa duniani, ufanye kazi hizo zingine unafanya. Lakini yeye ako kiwango kingine. Mungu wako kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi jambo gani unalipitia. Mungu anasema kazi ile amekuitia wewe na mimi ni kumwamini. Ulimwengu hauko jinsi ulivyo kwa sababu kuna mambo mengi tumekaa bila kumwamini Mungu. Yeah, we believe God. Kila mmoja anaamini Mungu. You know when you don't believe God, kama huamini Mungu kile unataka tukue. Unaona kama sasa kuna wengine walifika hapa mapema wanaamini Mungu ya kwamba kuna wale walikuja hapa wakatayarisha hapa asubuhi. Ni kazi walifanya ya Mungu. Wakaandaa, waliamini ya kwamba wacha tufike mapema. Wacha tuje katika maombi tuombe, na tunapoomba huyu Mungu atajionyesha. They believe that wameamini ule Mungu na wangependa kuona kazi za Mungu zikidhihirishwa duniani. Jesus said ya kwamba huyu mtu hajazaliwa kipofu kwa sababu ya dhambi, amezaliwa kipofu kwa sababu kazi za Mungu zidhihirike duniani. Wewe mahali ulipo, kazi za Mungu zinafaa kudhihirika maishani mwako. The works of God should be displayed in your life. Na wewe ndio utaamini ule Mungu, ndio kazi za Mungu zikuwe displayed. Jesus believed that this man is able to see, anaweza kuona, na akaamini na akaweza kutenda ule muujiza. Akiwa Mungu akatenda ule muujiza, na ule mtu akawa ameona kutoka pale, anaweza kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema sisi sote we katika ufalme wa Mungu. Ephesians 2 and verse 10. Biblia inasema kwamba we are God's workmanship. Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Tuliumbwa ili tutekeleze zile kazi Mungu alikusudia. He prepared this work for us to do in advance. Are you doing this work that God prepared for you to do in advance? Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo wale ambao wamejitoa na kufanya zile kazi Mungu aliandaa zifanyike in advance, ndio wanafanya wengine wafurahie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hata wakati wa Kristo siku ya leo kuna wengine hawafanyi ile kazi. Kuna wengine hata waweki kidole kwa ile kazi, lakini wanapokuja wanapata watu wengine wameandaa mahali kama hapa, wameombea ibada kama hii, wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akasema ya kwamba he is the salt of the earth. Yeye ndiye chumvi ya ulimwengu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wewe huwezi kujitoa kwa ile kazi ambayo Mungu alikusudia wewe ukaifanye, wengine wafurahie, wengine wasikie kujua dunia iko na ladha. Unajua kuna mwingine atakuja saizi apate kweli kuna ladha, lakini hiyo ladha imetayarishwa na wengine. Na wewe yeye hajafanya kazi ile Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kazi za Mungu ni nyingi, watenda kazi ni wachache. Unapata kwamba kazi za Mungu ni nyingi, watenda kazi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitoe kufanya sehemu yako. Yeah, we are called by God to do some works. Na wewe mahali ulipo, si hapa peke yake. Yeah, amini Mungu mahali ulipo. Believe God wherever you are. Patia Mungu nafasi, kazi zake ziliishe mahali ulipo, hata nyumbani. Hata kule nyumbani kuna mambo itatukia. Kuna mambo iko huko, unafaa kuomba ya kwamba the works of God to be displayed. Jesus showed the way ya kwamba works of God to be displayed. Yaani kazi za Mungu zikaonekana. Tuko mahali hapa sasa tuliamini. Na tukaja hapa tukaamini ya kwamba when we come here, tutaendelea kumtukuza Mungu mahali hapa. Tutaendelea kumuinua Mungu mahali hapa. Na kazi za Mungu zitadhihirishwa. Wewe uko mahali pale. Nataka nikuambie, kuna kazi ambayo imefanywa na wengine ndio uwe mahali ulipo sasa. Na hata wewe pia inuka uanze kufanya hiyo kazi. Hata wewe hujaitwa tu kufurahia. Unajua wakati tunasema ya kwamba Yesu ni chumvi ya ulimwengu, kuna wengi hawataki kufanya kazi ndio ile chumvi ifanye kazi ikolee kwa watu wengine. We are here so that we can be a blessing to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo na wewe usikae kama hakuna kazi Mungu amekutendea. Unajua Mungu Biblia inasema namna gani? God gives some to be. Ephesians 4 verse 11. He gives some to be. Pastors, evangelists, teachers, prophets, apostles. Mungu alichagua wengine wa hivyo. Na unajua kusudi ya kufanya hivyo, it's to prepare the saints, and to prepare the Christians, to prepare brethren for the works of service, to prepare people to do the works of God. Kwa sababu kazi za Mungu ziko mahali, kila mahali. Unapopita mahali napata tu mtu anasumbuliwa na jambo fulani, mwingine ni magonjwa inamsumbua, na wengine hawajajua hata. Unajua siku ya leo unaweza shangaa, uende upate mtu ambaye hata kuomba na kuambia mimi sijui kuomba. We have had even Christians here in the church. Mtu anasema nitaomba hata mimi sijui kuomba. Karibu hata wengine wameokoka, wanasema wameokoka, lakini utapata ya kwamba mwingine anakuambia mimi hata chakula kuombea. Sasa nashangaa jamani. Mtu anasema ameokoka, haujajua kuombea chakula. Haujajua kuomba. Mungu anazidi kutuandaa hapa. Mungu anazidi kutuandaa. We believe, tutakaa tukiamini ya kwamba God is preparing his people for the works of service. Kuna kazi ambayo Mungu ameandaa ikaweze kufanyika. Na hakuna wakati Mungu atakosa remnants. Hakuna wakati atakosa mabaki ya watu wake wakifanya kazi. Niko hapa na kiwango nimefika, mahali nimefika, bado kuna wengine wana wakiinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupaka shetani hapo kwa kazi. Ujui shetani hataki hizo kazi za Mungu zifanyike. You know, Jesus was manifested that he might destroy the works of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka wakati mwingine tulikuwa tunaenda injili mahali kwingine. Wakati nilikuwa mwinjilizi kabisa wakati niliokoka. Na hata sasa bado niko. Sitaki kusema na bakseri katika uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaenda kuhubiri mahali kwingine huko, pande ile inaitwa Hatonyu na huko. Yaani mnahubiri injili kabisa. Na watu wanauzwa neno kabisa. Alafu wakati tunaita altar call, unaweza kuona shetani yetu wako. Yaani unaona mtu anaenda kuinua mkono lakini mwingine anamshika wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaenda kuinua mkono lakini kuna mwingine anamshika wewe. Najua wamekuja kwa crusade. Si kama unaweza kukumbuka. Unapata ya kwamba kuna mtu mmoja, kuna shetani yako kwa kazi. Mtu anaenda kuokoka anasema anataka kuokoka lakini mwingine anavuta mkono chini. Acha hiyo. Hiyo si ya kutisha sana. Ile nakwambia ni tisha sana, acha nikuambie. Ilikuwa gani? Ile ni tisha sana ni kwamba wakati tuliita altar call. Shetani alikuja akajionyesha kabisa.
Kuna mtu alikuja wale wana miti imefika mpaka huko juu. Sijui unaona watu wako kwa miti wanatembea kwa juu kabisa huko. Akaanza kutembea namna hii mbele ya watu, akaanza kutembea namna hii. Watu wakaanza, unakumbuka? Mtu from nowhere, wale wako na miti huko. Shetani akijionyesha. Sasa tuwafanye nini? Wasiokoke sasa, wasiangalie mara wanaitwa kuokoka, wakaanza kufuata ule mtu ambaye shetani atuwaka. The devil atuwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, we have been called for the works of service. Na najua kitu moja, Mungu hakuna wakati atakosa watu wake wakufanya hiyo kazi. Lakini ujue, najua hata leo asubuhi ndio msafi. Najua ujumbe unaanza kutayarishwa mapema. Leo nimetazama wana mgavu ya Kioba. Unajua mambo mengine tunatazama hata ujui. Unajua kuna watu wengine wanaomba, niliona Tesia naomba sana. Alafu nikatazama ni nani? Ejo naye alikuwa naomba. Ejo. Alikuwa takaji anaomba. Lakini kukaja mtoto mwingine akaanza kumshika kichwa na mbele yake kuvuta. Hiyo nimetazama tu ya Israeli. Niliona. Kuna kama kile kanakuja na sasa hiyo Ejo anaenda hivi kuomba anaomba. Lakini mtoto mwingine alikuja akavuta nyuma hivi. Hiyo nikaona tu nikifuka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ujue the devil is at work. Hataki hiyo kazi ya Mungu ifanyike. But God is there for us. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie, kazi ya Mungu itasimama. Shetani aseme sasa there are no, najua kama sasa wale wanatembea katika social media, umesikia ikisemekana hakuna wahubiri wa ukweli hata Kenya na wahubiri wa ukweli. Sema the devil, waseme hakuna wahubiri wa ukweli. Lakini Biblia inasema namna gani? There are 7,000 ambao hawatainamia miungu wako. Wewe ukiona hiyo upepo ya kuamini ya kwamba they are not true preachers today, utakaa namna hiyo. Lakini Mungu wako, he is still drawing men and women and youth. We've been called to this work. Na hebu nikuambie, wewe ufanye sehemu yako, mimi nifanye sehemu yangu, kule nyumbani fanya sehemu yako. Wacha ukao umefinyiliwa. You have a good, una Mungu mkuu. Unasikia watu unajua siku hizi unasikia watu wakiimba, sijaona kama huyu mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama yeye mwenye nguvu namna hii. Lakini hizo nguvu zinafanyia kazi ama bado zimekukuja mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. God is not in the earthly plane. Mungu hako katika ulimwengu na nguvu zake si za kiulimwengu. Sasa nimalizie tu, sababu sitaki kuendelea sana kufika hapa. Kuna niliona wakati Lazaro alipojeka. Wakati Lazaro alipojeka, Yesu akatumaniwa. Na alikuwa rafiki wa Lazaro, rafiki wa Maria, rafiki wa Martha. Alikuwa rafiki sana. Lakini hakuenda siku hiyo. By the way alikaa siku mbili. Mpaka watu wakaanza kujiuliza, na tulidhani ya kwamba huyu rafiki ya hii familia sana. Si kama hangekuwako kama Lazaro hangekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile kitu watu walikuwa wanajua wakati huo ni kwamba Jesus heals. Walikuwa wanajua Yesu kama mponyaji. Lakini Yesu akakaa siku mbili akiwa na kusu. Hivyo tu mmenizoea, mnafikiri mimi ni mponyaji tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikawia kule ndio wajue ya kwamba God does not only heal, hata analisi alikufa. Hata ule karibu anaenda kutoa harufu mbaya. Mwanza na ondoeni jiwe, anasema hapana, harufu ile itatoka hapa ni ile baa. Akaamua ni kuamini. Na wakati Yesu alimuita Lazaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God is above what man can do. Wewe tu ni kupatia amini tu Mungu na aliyemtuma. In all the levels. Ukitaka Mungu aendelee kukupigania, wewe isionekane Mungu akupigania. But let me tell you, endelea kuamini Mungu. Ukiona jambo lile ambalo unahitaji mahali unamhitaji Mungu, amini na ukae umeamini ya kwamba Mungu anatenda hiyo, na Mungu atatenda hiyo kwa sababu nguvu zake hazina kipimo. Bwana Yesu asifiwe sana. We are called for this work. Kazi Mungu ametuitia ni kuamini. Hali ambazo tunapitia, amini Mungu na uamini Yesu. Yesu alionyesha ya kwamba hakuna jambo haliwezi, kutoka uponyaji, kufufua,
Na hiyo miujiza yote tuliona, yote inatuelekeza ya kwamba kama alifanya hivyo akiwa duniani, kama sasa yako mkono wa kuume wa Baba, hata uzima wa milele atatupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla hatujaenda kupata uzima wa milele, amini kile Mungu amesema. Na wacha kuvunjika moyo. Usivunjike moyo. Ndio kuna mambo mengi yatakayotokea jiani ndio uvunjike moyo. Lakini kaa sasa kama mtu aliyehumishwa. Yaani moyo wako umehumishwa kwamba I'll continue believing the things of God. Hata kama watu wanasema asifanyi kazi, I'll continue to believe them hata wakati watu wanasema asifanyi kazi. I'll continue to believe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wokovu ni wako binafsi, wokovu ni wewe. Wokovu wewe ndio umeokoka. Amini Mungu. Mungu hakuji kwa umati. Akija kutenda muujiza na kutendea wewe, anakutana na hiyo hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuko wengi hapa, lakini baada ya hii tutatoka kila mtu aende njia yake. Utakuwa na mhitaji Mungu. Hapa kanisani najua tunakuja wa kitakatifu. Hakuna mtu aliye na dhambi hapa, sote tuko sawa sawa, si ndio? Lakini tukitoka hapa shetani huwezi kuona akijidhihirisha sana hapa, lakini huko tuamini Mungu. Do the works of God. Amini Mungu na uamini aliyemtuma ambaye ni Yesu. Kwa ile mambo yanapitia, amini Mungu na amini Yesu aliyemtuma. Yes, alisema tusifadhaike mioni mwetu. You may be passing through things. Zinafanya usikie unataabika. Yesu akasema usitaabike. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Na kama singali haikuwa vile alikuja kutueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hajaandaa makao ya mbinguni peke yake. Hata hapa ulimwenguni kuna maisha mengine anatengeneza tukaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa sijaokoka, sikuwa na makao ya wokovu hapa duniani. Sisi na kaka ulimwengu umeokoka na tunapita na watu hawajaokoka, wajui Mungu zinafanya kazi ndani yako. Sio si makao moja Mungu alitengeneza. Mungu alitengeneza ile makao pia niendelee kukaa nikiwa hapa duniani, kwa maana makao ni mengi alitengeneza. Alitengeneza amani, wewe hauna amani. Akatengeneza kuna uponyaji, wewe ambao una ugonjwa, wewe hali imekuwa vile. Amini Mungu na uamini aliyemtuma, na Mungu atatubariki. Hebu tufike hapa tuweze kuomba. Baba, ni asante kwa neno lako. Maadamu uko ulimwenguni, wewe ni nuru ya ulimwengu. Na kazi Bwana umetuita tukaweze kufanya, kuamini wewe Mungu. Tusaidie kila mmoja Bwana, kuamini neno lako. Kile umesema Jehova Mungu, tukaweze kuamini. Ni asante Mungu. Naomba kila mmoja wetu Bwana tusaidie kuchukua hatua ya imani tunapopitia katika maisha haya. Mungu tusaidie tukachukua hatua ya imani na Mungu kaweze kutenda kwa niaba yetu. Naso sifa na utukufu tukurudie Bwana. Tunasema ni asante, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Sema amen.